Kwa sisi binadamu, sababu ya sisi kuweza kudondoka na mtu kuwa na ushetani ama ushetani ndani yake ni kwamba cha kwanza huyo mtu alikuwa ni mwema. Mara nyingi sana huyo mtu alikuwa ni mtu mwema sana. Kwamba alikuwa ni mtu sana wa kutoa na kuwapa watu. Na watu jinsi walivyokuwa wanapokea walikuwa wanapokea kitofauti. Kwa sababu yeye alikuwa ni mtoaji sana. Anapokuwa anatoa watu wakawa wanaona udhaifu. Unajua mtu anategemea unavyotoa na wewe ukiwa na shida mtu akupatie. Sasa mtu anapokuwa akupatie, nafsi yako huzuni, inakuwa na huzuni. Sasa ule huzuni ni kiza. Kiza kinazidi kuwa kingi sana kwenye system yako. Ndio maana video jana izungumzia kwamba inabidi tu balance yin yang energy, kwamba kiza chako na mwanga wako. Ujue sehemu gani ya kuruhusu mwanga ufanye kazi na sehemu gani ya kuruhusu kiza kiweze kufanya kazi. Na kiweze kufanya kazi vipi, si ndio? Haimaanishi mtu akikufanyia udhamira labda mtu kataka kukuondoa duniani useme na wewe ufanye hivyo. Hapana. Wewe inabidi umdhibiti ule mtu ashindwe kukufanyia hivyo. Sijui ushaanza kunielewa hapo. Kwa hiyo ndo maana kuweza kubalance yin yang energy. Kwa shetani ni yule mtu ambaye alifanywa sana ubaya ama kile kiumbe ambacho kilifanywa ubaya na binadamu. Binadamu alikitumia vibaya. Walipokitumia vibaya kikabadilika, kiza kikawa kimejaa kuliko mwanga kwa sababu ya ule huzuni na kuona kwa nini unanifanyia hivi. Sasa ndo maana ukienda kumuomba shetani kwamba nisaidie kitu fulani, atakupa kwa masharti. Ambapo masharti ukikosea bro atakupika. Sio shanaelewa. Atakupika, atakufanya kitu mbaya. Kwa sababu gani? Yeye ni kiumbe ambaye alikuwa anafanywa sana hivyo. Kwamba watu wanapenda sana kwenda kumuomba, ila yeye akihitaji kitu hawampatii. Kwa hivyo badilika kwa ule ubavu wa pili kabisa, kwamba anaendeshwa na ushetani sote na wema. Kwa kwamba akikupa kitu usipokirejesha, anaona kwamba wewe unamletea utani ambaye alishafanyiwa wewe utani nyuma huko, akaamua badilike awe vile. Sijui hapo mnaweza kunielewa na kunipata vizuri. Alan the wise my people. Kwa hiyo nimeamua niweze kuwapa hili darasa kwamba kiumbe ambacho kinaonekana ni kibaya sana ni kiumbe ambacho kilikuwa ni kizuri sana, ila inabidi tuweze kuugusa moyo wako na kuweza kuamsha katika huo usingizi mzito ambao kwa hayo maovu waliweza kufanyiwa. Kwa hiyo wengi sana walikuwa wanafanya matendo bila kuhisi hisia ni viumbe ambao wamefanyiwa maovu mengi sana. Kwa hiyo tujitahidi kuweza kuiponya dunia kwa pamoja. Hata hao waliodondoka na kuwa mashaitani bado wanatuhitaji sisi. Na ndio maana nikasema nitawafundisha jinsi gani kuwatumia malaika na mashaitani kwa haki. Maana kuwarudisha kuwa viumbe bora. Sawa people, Alan the wise once again. I love you guys.